Mtazamaji wa Global Vibes TV, tumaini langu ni kwamba wewe ni mzima wa afya kabisa. Unazidi kutufuata moja kwa moja katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ndani ya jimbo la Kivu ya Kusini, katika mji wa Baraka ambako project ambayo imeweza kufanywa na shirika hizi zimeweza kuweza kufanya hatua ya kuweza kuwafundisha watu kwa ajili ya kuweza kubadilisha uchafu huo kuleta manufaa na uchumi katika miji tofauti tofauti ikiwemo Baraka pamoja na Uvira, ambako wamebainika kuweza kupita katika mafunzo ya siku 15 ambazo zimesainiwa na ikiwemo AFC pamoja na Caritas Action Human for Development Social, ambayo ni project yenyewe inaitwa Ecorsis, ambayo imeweza kufanya miradi yake katika mji wa Baraka kwa ajili ya kuweza kuondoa na kumeza takataka ambazo zinazozagaa na kusambaa katika mji wa Baraka kwa ajili ya maendeleo zaidi. Katika vifaa hivyo ambavyo wameweza kubainika, aidha mashirika mbalimbali ambazo zimeweza na kubahatika kuweza kufanya mafunzo, wamebaitika kufanya mafunzo ya kuweza kutengeneza paveti ambazo ni za kuweza kuboresha katika mji wa Baraka kwa ajili ya manufaa zaidi katika jamii, pamoja na kuweza kutengeneza mkaa katika uchafu ambao unaotoka katika mashamba kama vile miti ya mihogo pamoja na majani ya mihogo pamoja na vitu vingine tofauti tofauti vya mabaki ya shamba kwa ajili ya kuweza kutengeneza mkaa wa kupikia chakula nyumbani kuliko kukatakata miti kiolela kwa ajili ya kuweza kuharibu mazingira ya jiji letu la Baraka pamoja jamii za watu ambazo wanaotegemea mkaa. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, utakwenda kujiunga nasi moja kwa moja katika mahojiano 1-2-3 ambayo tumeweza kuhojiana nao kutokana na mafundisho ambayo wameweza kufunzwa. Kama ni mara yako ya kwanza mpenzi mtazamaji kuweza kutembelea channel yetu ya Global Vibes TV, naomba upate kubonyeza cha subscribe hapo kwa ajili ya kupata video zetu nyingi zaidi, na pia usikose kucomment, kushare na kulike video zetu. Kama wewe unapenda usafi, basi upate kuweka emoji ya bendera ya mahali ambako unakopatikana ili tupate kujua kwamba unatufuata ukiwa katika nchi gani. Jambo. Jambo baba. Unaweza kujitambulisha? Kwa majina naita Tumaini Bisimwa Bertin. Niko officier assainissement ku AFC kwa niaba ya mradi ya Ecocirc. Leo tumeona mko kwenye miradi ya kuweza kuboresha mji wa Baraka kwa kuondoa uchafu aidha takataka ambao unaoleta uchafu katika Laki Tanganyika na maeneo mbalimbali ya mji wa Baraka. Labda ni kitu gani ambacho mlikuwa mkikitengeneza kutokana na hizo takataka? Okay, kwanza naanza kuexplique kisi tulianza activite na kisi tunamaliza leo. Activite ilianza siku ya kwanza ndio tulifungula hapa na maire de la ville yeye mwenyewe ndio alifungula session ya activite. Activite yenyewe inaitwa échange d'expérience entre entreprises d'Uvira et de Baraka. Ile tulifanya kwa sababu tulikiaona kama entreprise za hapa ndio ziko, lakini zilikuwa zinakosa ujuzi fulani juu ya kutransformer madeshe plastiki na madeshe organique. Kwa hiyo tulifanya na mradi Ecocirc bien sûr, tukaleta entreprise mbili za Uvira zenye zilisha evolue mwile transformation ya deshe organique na plastiki, tukabaleta ili bape ujuzi ile kwa ile entreprise za hapa zenye zilikuwa zilikamatika na mradi Ecocirc, ili bajue gisi wanaweza kutengeneza chupa ya plastiki, kiti ya plastiki wala bassin kuitransforme mubitu fulani kama vile pave ecologique. Tulitengeneza vile briquette ecologique kwa kupitia deshe organique, yani madeshe ambazo zinatoka mshamba, deshe zinatoka ambao mfereji, ile mabuchafu ambayo inaweza kuoza. Tulitengeneza briquette ecologique, yani ile briquette kwa sababu makala ni makala yenyewe tunaweza tumia mjamaa zetu ili tulimite kukata miti ndani ya pori zetu. Kwa ufupi ilikuwa ni hiyo. Labda malengo yenu ilikuwa ni gani haswa katika kila ambacho mlikifanya kwa ujumla? Asante. Malengo yetu ilikuwa entreprise za hapa nazo zikuwe autonome, zijue kama zoe zenyewe zinajitegemea kutengeneza vitu fulani kupitia deshe ya plastiki na ile deshe organique ambayo inaweza kuoza. Ndio ilikuwa lengo yetu fulani, bakuwe autonome, bajue bope kisha kujitegemea kutengeneza hiyo vitu. Na ujumbe wako kwa wakaaji wa Baraka ambao wanaotupa uchafu kiolele, unaweza kuambia kitu gani? Okay, asante sana. Ni ulizo maana sana. Kwa wakaaji wote, message ni moja tu. Uchafu ya plastiki wala wengine uchafu haiko wa kutupa. Ni uchafu ambayo unaweza kuwa na samana kupitia hizi miradi zetu tuko tunaleta hapa. Kwa mfano, hizi deshe plastiki zinatengeneza pave, zinatengeneza pia choo. Uliona choo pale sasa tulipatia meya wa mji, zinatengeneza pia na ile ma briquette ecologique. Alors, msiko natupa ile uchafu, muitie fasi fulani
tuko na association hapa zenye tulisha forme zinafanya ile kazi ya kurecolte ile buchafu na kwenda tia quelque part ili bazi transformer zikuwe vitu ya samani ambavyo vinatusaidia mjamii na jamaa yetu. Na labda ujumbe wako wa mwisho kwa wakaaji wa Baraka na wa Uvira ambao mnafanya nao kazi hizi? Ujumbe wa mwisho ni mkamate projet yenu na mikono mbili. Ni projet ambayo ilikuwa kuwasaidia na mwende mnafuatilia kila siku kitu yenyewe tuko tunafanya. Kama kuko ulizo, mnapita kwenye biro zetu, mnatuuliza, tuko tayari kujibia. Naitwa Orfe ya Mone Akamengele, nikiwa directeur general wa entreprise KTK Kumekucha Tujenge Kwetu. Formation hii ilikuwa kutufungula akili ambayo sisi hatukuwa tunayo, kwa sababu kupitia muradi wa ekonomi circulaire ama EcoCirque inayozaminiwa na mashirika tatu ambayo inakuwa mconsortium, kunakuwa AVSI, kunakuwa Caritas na AHDS, ambao waliona bora kuja tufanye échange d'expérience entre ma entreprise ya Baraka na maentreprise ya Uvira, na ndio maana unaona kwamba tunakuwa hapa. Siku ya kwanza tulifundishiwa elimu ya kuandika, na siku ya pili mpaka jana siku ya 4 tulianza fanya sasa vile vitu ambavyo tulifunzwa kupitia kwenye matendo, na ndio maana unaona tuko katika hizi manguo. Tumetengeneza mapave, tumefanya malatrine, hizi choo, na vile vile tumetengeneza mkaa ambao unasaidia kwa kupunguza ukataji kiolela wa miti katika jiji la Baraka. Na hii kazi ya mapave na malatrine inasaidia pia kupunguza mazingira, kuchafua mazingira ama kuharibu mazingira kwenye ziwa Tanganyika, kwa sababu haya machupa yanapokuwa mengi yakishuka ndani ya ziwa Tanganyika yanapoliwe ile ziwa letu, na inafanya hata samaki ziwe zinakosekana kwenye ziwa Tanganyika na maji kuwa machafu zaidi sana. Kwa upande wangu mimi, kama vile Kumekucha Tujenge Kwetu KTK, kweli ni ya muhimu sana ya mafunzo, kwa sababu baada ya hapa tutaanza kutengeneza vitu vyetu ambavyo vitasaidia jiji la Baraka na raia wote wa mji wa Baraka. Ujumbe wangu kwa raia wa Baraka ni kusema kwamba tusineglige hii madeshe plastiki, inakuwa na umuhimu wake. Yeyote anayeona ile madeshe aogote hayo, kwa sababu ya kulinda mazingira kwanza. Vile vile itasaidia kwa kuwa itamuingizia pesa, na hiyo itakuwa ni kwa muhimu kwa jamii lote. Tukipunguza hii madeshe plastiki katika jiji letu, tutafanya Baraka kuwa mji usiokuwa na madeshe, na itakuwa kwa faida ya afya yetu, na itakuwa kwa faida pia ya eneo mazingira ambao tunaishi ndani mwake. Lakini kama tutakuwa tungaliki na pumua, tutaendelea kuproteger environnement, tutaendelea kuproteger lac Tanganyika contre ile pollution plastique kwa kutumika hizi kazi na kufanya matransformation na maresidus aussi agricole. Tunafanya transformation ili kuepukana na ukataji kiolela ya miti katika jiji la Baraka. Badilishe mentalite kwa kutupa kiolela maproduit plastique. Unapokuwa unakunywa jus yako, kamata ile chupa, weka ndani ya mfuko, kwa sababu maassociation ya collect itafika kwako kuchukua ile mfuko ya madeshe na inapeleka kwa entreprise ili ifanyike hapo transformation. Tulinde mazingira yetu kuwa bora. Ziwa Tanganyika tuiprotege kwa kuogota machupa pembezoni mwa mto mwa ziwa Tanganyika ili ipate kuwa bora na kusaidia kuzalisha samaki kwa ajili ya faida ya raia yote ya jiji la Baraka.